Biashara ni njia ya kujenga kipato, kujitegemea kifedha na kufikia mafanikio ya kifedha. Na vijana wengi huwa wanaingia kwenye biashara wakiwa na ndoto kubwa za kubadilisha maisha yao, lakini baada ya muda mfupi, biashara nyingi zinafungwa au kupoteza mtaji kutokana na makosa ambayo yangeweza kuepukika. Tatizo la haya yote ni ukosefu wa maarifa, nidhamu na mipango sahihi ya biashara. Mfanyabiashara anayeelewa sababu zinazofanya biashara ife ana nafasi kubwa ya kujiepusha na hayo makosa na kuifanya biashara yake idumu kwa muda mrefu. Sababu ya kwanza ni kuuza bidhaa nyingi kwa wakati mmoja. Wafanyabiashara wengi wapya huwa wanaamini kuuza bidhaa nyingi kutawafanya wapate faida kubwa ya haraka. Badala ya kuanza na bidhaa chache wanazozielewa vizuri, wanajaza biashara kwa bidhaa za aina nyingi na kusababisha mtaji kupungua kwa sababu bidhaa nyingi zinakaa muda mrefu bila kuuzwa. Mwisho wa siku, biashara inakosa mzunguko mzuri wa fedha. Mfanyabiashara mwenye hekima huwa anaanza na bidhaa chache zenye mahitaji makubwa sokoni ili aweze kujifunza tabia za wateja, kuelewa soko na kuongeza bidhaa taratibu kadri biashara inavyokuwa. Kukua hatua kwa hatua ni salama zaidi kuliko kutaka kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Kuwekeza zaidi kwenye bidhaa chache huwa inamsaidia mfanyabiashara kuwa mtaalamu wa hizo bidhaa anazouza, kwa sababu anaweza kujua ubora wake, bei sahihi, wateja wake na namna bora ya kuzitangaza hizo bidhaa. Mfanyabiashara anapokuwa na utaalamu wa bidhaa, anatengeneza uaminifu kwa wateja na kufanya biashara yake iwe ni biashara imara. Sababu ya pili ni usimamizi mbaya wa biashara. Biashara nyingi zinakufa kwa sababu zina usimamizi mbaya. Wafanyabiashara wengine hawaandiki mapato na matumizi, hawafuatilii bidhaa zinazoingia na kutoka na hawafanyi tathmini ya maendeleo ya biashara yao. Ukifanya hivi, inakuwa ni vigumu kujua kama biashara inaleta faida au hasara. Usimamizi mzuri unahusisha kuweka kumbukumbu sahihi, kupanga matumizi, kufuatilia bidhaa na kuhudumia wateja vizuri. Unahitaji kufanya maamuzi kwa kutumia taarifa sahihi badala ya kutumia hisia. Biashara yenye usimamizi mzuri huwa na uwezo wa kukua hata kama ilianza kwa mtaji mdogo. Mfanyabiashara anatakiwa awe na nidhamu ya muda na uwajibikaji, kufungua biashara kwa wakati, kusimamia wafanyakazi vizuri, kutatua changamoto mapema huwa kunaongeza utendaji kazi kwenye biashara. Usimamizi mzuri ni msingi wa mafanikio ya biashara. Sababu ya tatu ni kufanya biashara bila malengo. Biashara isiyo na malengo ni kama kwenda kwenye safari bila kuwa na ramani. Wafanyabiashara wengi huwa wanaanza biashara bila kujua wanataka kufikia kiwango gani cha mauzo, faida au ukuaji ndani ya muda fulani na kushindwa kupima maendeleo yao. Malengo huwa yanamsaidia mfanyabiashara kujua anapaswa kufanya nini kila siku, kila mwezi na kila mwaka. Unaweza kuweka lengo la kuongeza mauzo kwa asilimia fulani au kufungua tawi jipya baada ya miaka kadhaa. Malengo huwa yanaleta mwelekeo na motisha wa kufanya kazi kwa bidii. Malengo husaidia kufanya maamuzi sahihi. Mfanyabiashara mwenye malengo hawezi kujiingiza kwenye matumizi ambayo hayana ulazima au miradi ambayo haimsaidii kufikia ndoto zake. Sababu ya nne ni kufuata mkumbo. Vijana wengi huwa wanaanza biashara kwa sababu wameona watu wengine wanafanikiwa bila kufanya utafiti wa soko. Wanaiga biashara zinazovuma bila kujiuliza kama zinafaa kwenye maeneo waliopo na kama wana uwezo wa kuzisimamia vizuri, na matokeo yake wanajikuta wanapata hasara na kukata tamaa. Kabla ya kuanza biashara, ni muhimu kufanya utafiti kuhusu mahitaji ya wateja, ushindani uliopo sokoni, mtaji unaohitajika na changamoto ambazo zinaweza kujitokeza. Utafiti utakupa picha halisi ya biashara kabla ya kuwekeza fedha zako. Biashara nzuri ni ile inayotatua tatizo la wateja na kutoa suluhisho na inayosimamiwa pia vizuri. Mafanikio yanatokana na maandalizi, maarifa na sio kufuata mkumbo. Sababu ya tano ni kula mtaji. Hili ni kosa kubwa ambalo linawafanya wafanyabiashara wengi washindwe kuendelea na kukua kibiashara. Baadhi ya wafanyabiashara huwa wanatumia fedha za biashara kwa matumizi yao binafsi bila kurudisha hizo fedha kwenye biashara, na kadri muda unavyopita, mtaji unaanza kupungua na biashara inashindwa kujiendesha. Mfanyabiashara unatakiwa utofautishe fedha za biashara na fedha za matumizi yako binafsi. Ni bora zaidi ukatengeneza tabia ya kujilipa kiasi fulani kama mshahara badala ya kutumia mtaji wa biashara kila unapohitaji fedha. Biashara inapokuwa, hakikisha sehemu ya faida unairudisha kwenye biashara. Sababu ya sita ni kubadilisha bidhaa
mara kwa mara. Baadhi ya wafanyabiashara huwa wanakosa uvumilivu. Leo wanafanya biashara ya nguo, kesho atauza viatu, wiki inayofuata anaingia kwenye vipodozi au biashara ya chakula. Hawatoi muda wa kutosha kujifunza na kukuza biashara moja kabla ya kuhamia kufanya biashara nyingine. Biashara nyingi zinahitaji muda ili kujulikana, kupata wateja wa kudumu na kuanza kuleta faida. Kubadilisha biashara mara kwa mara ni jambo ambalo linapoteza muda, fedha na uzoefu. Bora uchague biashara moja yenye fursa nzuri na kuisimamia kwa bidii na kuwa mvumilivu. Mafanikio makubwa huwa yanakuja kwa wale ambao wanaendelea kujifunza, kurekebisha makosa yao na kutokukata tamaa wanapokutana na changamoto. Biashara nyingi za vijana zinakufa kutokana na makosa ambayo yanaweza kuzuilika, ikiwemo kuuza bidhaa nyingi kwa wakati mmoja, usimamizi mbaya, kukosa malengo, kufuata mkumbo, kula mtaji na kubadilisha biashara mara kwa mara. Mafanikio ya biashara hayategemei ukubwa wa mtaji, yanategemea maarifa, nidhamu, uvumilivu na usimamizi mzuri. Kila kijana anayetamani kujenga biashara yenye mafanikio anapaswa kujifunza na kurekebisha haya makosa na kutengeneza imani ya kufanikiwa, kuweka malengo na kuwa tayari kukua hatua kwa hatua. Biashara inayosimamiwa kwa busara inaweza kuwa chanzo cha mafanikio na ajira kwa watu wengine.